Lakini Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, mimi kama mwenyekiti wa chama nipende kukuhakikishia kwamba chama Momba kiko salama kuliko wakati mwingine wowote. Wamepoteana. Na kwa nini wamepoteana? Wamepoteana kwa sababu ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa vyema. Na sisi hapa katika wilaya ya Momba, mahusiano yetu ya chama na serikali yamekaa vizuri sana. Mambo mengi yamefanyika. Kwa hiyo ninaamini kabisa mwaka huu 2025 majimbo yote mawili tunaenda kushinda CCM pamoja na kata zote 29. Haya yote yanafanyika kwa usimamizi mzuri wa mwenyekiti wetu wa CCM mkoa ndugu wetu Mampashi, na amekuwa akisimamia vyema. Lakini kwa sababu ya muda, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, mambo yamefanyika ni mengi. Lakini mimi kwa niaba ya wana CCM wa Momba ningeweza kukuomba jambo moja, ukisimama uweze kulitolea ufafanuzi. Kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanyika bandarini, kwa mji wetu wa Tunduma kumekuwa na foleni kubwa ya magari. Na kama kupitia hadhara hii, kwa sababu najua leo ukiagiza panaagizika, tunaomba hii barabara ya mchepuko kutoka hapo transformer mpaka Mpemba, ukisimama kwa jambo la kusemea utakuwa umetusaidia sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wetu, hii barabara ya kutoka Tunduma ya njia nne ambayo iko kwenye ilani ya 2020 na mpaka 2025, Mbeya wenzetu wameshaanza. Sisi na barabara tumeongeza barabara mbili kushoto na barabara mbili kulia, na ile katikati kwa mbili, jumla inakuwa 6. Tutapunguza sana msongamano wa malori katika eneo letu. Kwa leo hujaona, kwa sababu malori yameshawekwa pembeni. Leo tunaomba utufikishe kwa Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, atuanzie barabara ianze kujengwa huku. Itapunguza msongamano kama nimesema mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Momba akiomba barabara ya mchepuko. Lakini ile itakuwa ni majawabu sahihi ya sisi wanatunduma kuondokana na msongamano wa malori yote yanayofika hapa. Najua mna tatizo kubwa la barabara kwa sababu ya msongamano wa magari. Na nimemsikia hapa mmoja wa viongozi wetu wanataka barabara ya njia nne. Tumeshaisema iko katika ilani ya CCM. Na kuanzia kule Mbeya imeshapata mkandarasi na ameanza kazi ya kupanua barabara kuja huko. Sasa ombi lilopewa hapa ni kwamba ili kuharakisha jambo hili, mngependa serikali iweke mkandarasi mwingine ili wakutane katikati. Nataka niwahakikishie kwamba nilikuwa nakuja, nilikuwa namtafuta waziri wa ujenzi njiani ili nimpe ushauri ili tuanze kufikiria jambo hili. Sikuzungumza naye kwa sababu yuko Dubai, lakini tumekubaliana akifika tunakutana, ninampa ujumbe wenu kwamba nataka barabara ianzie huku na kule ili zikutane katikati.